Okay. Nafikiri nipate kukaribisha viongozi ambao wamekuja kuhudhuria fainali kwa siku ya leo, ambao ndio wageni wetu rasmi, lakini pia wao ndio watatufungulia mchezo wa fainali. Ila niseme tu kwa kifupi kwamba leo ndio hitimisho ya ligi ambayo tulikuwa nayo ya academy chini ya miaka 15. Tuna takriban mwezi mmoja sasa, karibia na wiki 3 hivi. Tulikuwa kwenye mzunguko, ilikuwa ni mwenendo wa Premier. Na leo hii ndio tumefikia hitimisho. Niwatakie tu mchezo mwema kwa wale ambao waliofika fainali. Ni timu mbili ambayo ni timu ya Fundisha B pamoja na OSCT. Najua mmetoka mbali huko mlipotoka, na leo tunaenda kumalizia ligi yetu ya academy. Discipline ambayo mmefunzwa hapa nafikiri itaendelea mpaka siku ya leo. Kwa hiyo sitakuwa na mengi ya kuongea. Nipate kukaribisha viongozi wangu ambao nimewaalika waje wahudhurie na wenyewe vipaji ambavyo ninavyotengeneza siku zote hapa kwenye uwanja wetu wa CDH. Asanteni sana, niwatakia mchezo mwema. Ndiyo vijana wetu au watoto wetu, Sport oye! Sport oye! Ni kweli inapendeza sana tunapowaona mnavyopendeza na kujipanga na kuweza kuanza ligi tangu mlivyoanza na mpaka mnavyokwenda kuimaliza kwa siku ya leo bila bugza, bila vurugu zozote. Kwa kweli tunawatakia muendelee kuwa na moyo kama huo, na mjue ya kwamba mchezo huu wa mpira ni burudani. Mchezo huu wa mpira ni maisha yenu ya kujenga mwili. Mchezo huu wa mpira ni kujenga urafiki. Na urafiki na kujenga mwili haviwezi kwenda bila adabu. Kwa sababu mlikuwa na adabu, ndio maana leo mmefikia hapo. Niombe basi kwanza mjipongeze kwa kuweza kufika fainali. Baada ya hapo, niombe tu kusema ya kwamba muendelee na tabia kama hizi za kumpenda ambaye anawaandalia hivi vitu, muweze kwenda mbele, kwa sababu utaambiwa ya kwamba wale unaowaona leo kwenye TV wako kukupi dimonde, na wao walianzia kwenu. Wengine walianza kabisa kwenye na Ebamba. Si mnakumbuka mpira wa Ebamba? Hao watu wazima wanajua mpira wa Ebamba, lakini leo wako kule. Na nyinyi mkipenda soka, mkipenda mpira, mtaviona vitu vingi na mtakula maana na matunda ya sport. Asanteni sana, tuwatakie mchezo mwema. Asanteni sana. Michezo amani, amani Michezo. Mimi nianzie hapo. Nafikiri kwa sasa kombe la dunia kuna mkimbizi anakipiga kule kwenye timu ya Australia. Ni mkimbizi aliyetoka kwenye kambi ya Mtabira. Saizi anangaa. So yawezekana alianza hivi. Na wengine. Zilianza timu 24. Leo tunaziona timu 2. Ni kitu cha kufikiria. Lakini nisingetamani mwaka ujao ni wakute hapa. Natamani niwaone ligi daraja la 3. Ili tukiwaona ligi daraja la 3 tutaona Bwana Karimu anafanya kazi. Lakini bado nikiwakuta hapa haitonipendeza. Michezo amani. Mimi sitakuwa na mengi ya kuongea. Natamani niwatakie mchezo mwema na nidhamu niione na kuishuhudia baada ya kuisikia. Na zaidi ya yote ni kwamba mwenzako mkichezeana vibaya kwa bahati mbaya, kuomba radhi ndo uungwana ambao mnafundishwa. Asante na mchezo mwema. Asante sana. Sawa na watawa. Unaweza kujiuliza ni nani? Anaitwa nani?
Na bila shaka Pilato ndiye nahodha wa ON City anaanzisha safari yake ya kwenda kuwasalimu viongozi, ambapo siku nzuri sana ambayo imependeza mimi na wewe kwenda kushuhudia vipaji ambavyo ndani yake mna unuru, ndani yake mna upendo, na hii ni siku ya kiyama kwa upande wa timu zote mbili. Ni kwamba kama wewe na mtoto wako ana kipaji hiki cha kucheza football, aidha kucheza mpira, unaalikwa kuja kujiunga pamoja na Karemu, moja kati ya wahamuzi ambapo anakwenda kuzalisha vipaji vizuri sana, lakini kwa sasa hivi amekwisha kujiunga na timu ya daraja la kwanza ambapo ni timu ya Makabe. Hii sio Makabe City, hii ni Makabe Asira. Kwa sasa hivi Mwalimu Academy ndio kocha mkuu pale Makabe. Ni kizali wakaaji wa kijiji cha NA au N ya kwanza, mpaka sasa hivi wanazidi kuburudika ipasavyo kabisa. Na hapa bila shaka amekwisha kuzalisha vipaji vingi sana, ambapo watoto wanacheza daraja la kwanza, daraja la pili. Na hawa ndio wageni rasmi ambao tulikuwa nao kwa muda wote. Hotuba zao bila shaka umekwisha kuzisikiliza hapo, na uptime tu utakuja kuenjoy ladha ya final kabisa, ambapo ni ladha ya kibabe sana ndani yake. Mimi ni Braziliano, kwenye upande wa kameramani ni Mondi wa Monde kabisa. Jemba wapi? Anasema kwamba siku ya leo ndio tunaita hii asembo. Hii inamaanisha kwamba usalama hupo kwa kila mmoja, kwa kuhakikisha kwamba vipaji kama na hivi tunakwenda kuvitapoti every time na muda wote kabisa. Ni kwamba tunakwenda kushuhudia mgeni rasmi hapa akipiga ball. Kipenga cha moto kimesikika. Asante sana. Makofi tafadhali, makofi kwa wingi. Wamekwenda kuonyesha kwamba siku ya leo finali hii ni kwenda kufumbua kabisa dhidi ya Fundisho FCB na timu ya ON City ambao wamevalia huzi wa njano kabisa, na muda wote nitakuja kukuletea matokeo. Imepewa kwa timu ya ON City kwa ajili ya kwenda kuanzisha hiki ambacho kilikwenda kuonekana siku ya leo, na Alvaro ndiye anakwenda kuanzisha mpira mzuri sana. Ameucheza mpira mzuri kwenda kujaribisha kulitafuta lango la Fundisha B, ambapo mwalimu Aiza nahodha alisema ya kwamba tunaweza tukalianzisha. Mpira mkubwa ukiwa juu kwa juu umejibiwa tena katikati ya uwanja. Wa kwanza ni nambari 80, lakini amecheza ndivyo sivyo, hapa amekataliwa. Mission tena imeanzishwa. Kivumbi na jasho kinaonekana hapo katikati ya uwanja. Fundi ya kandanda anacheza mpira mzuri sana kumtafuta nambari 70 mgongoni, amepiga mali pembeni kumtafuta namba 7, na bila shaka namba 7 amecross mpira mzuri sana kwenye 18, lakini mlinzi ambapo ni nambari 2 kutoka Fundisha FC, bila shaka kwa majina huyo atakuwa anaitwa Selef Pro, alikwenda kuanzisha mpira mzuri sana. Mpira uko katikati ya uwanja pale kwenye 18 la Fundisha FC, lakini wamekusha kupoka mpira na kuanzisha safari yao mdogo. Mpira mkubwa sana kumtafuta nambari 9, vita ya namba 9 na nambari 4. Namba 9 wa kwanza amechachafia wa kwanza na mpira amepita tena nambari 3. Takulize nzuri sana, amemwaga maji hapo kwenye 18. Alinusa watu tuweza kuterebuka kama kavari, lakini ilikuwa ndivyo sivyo. Hatari katika lango la ON City, lakini muamuzi Mwenda Paul amepuliza kipenga chake cha moto akiashiria ya kwamba kumetendeka mazambi katikati ya uwanja hapo. Mpira uchezo kuelekea lango la Fundisha. Wameucheza mpira mkubwa hapa kumtafuta nambari 7, lakini ni kwamba amekutana na msitu wa walinzi kutoka Fundisha BFC, ambapo ni walinzi ambao wamekuwa na ubora mzuri sana kwenye michuano hii ya Academy Nyarugusu. Kipenga kimesikika tena kwa mara nyingine kwamba mpira uanzishwa, na ameucheza mpira mmoja mkubwa hapa juu kwa juu, amejibu tena nambari 9, hatari katika lango. What a goal! Inaonekana ni offside. Nambari 7 mgongoni alikuwa amekwisha kujenga kakiota hapo, tafsiri ya mshika kibendera. What a goal, fantastic goal. Tumekwisha kushuhudia bonge la talent. Chunga sana ON City. Hiyo imekwisha kuonekana kwamba tumesaini, tupo mchezoni. Nambari 7 mgongoni amepoka mpira na kucheza kwenye mlango. Golikipa amesimama imara. Namba 80 mgongoni amecheza mpira mzuri mkubwa sana, amebabatiza nambari 4 mgongoni, amecheza wapi na kuweka tena mpira ukiwa juu kwa juu, umejibiwa kwa kichwa. Wa kwanza ni nambari 8, wa pili ni nambari 9 kumtafuta nambari 10, lakini amekwenda ndivyo sivyo, vipimo vyake vilikuwa
kama amekosea kidogo hivi. Ameanzisha mpira ni wa kurushwa, hatari katika lango la kipenga cha mwamuzi kimesikika ya kwamba amekwisha kuweka katiota kadogo hapo. Huyo ndiye mwenda pole baba. Utapenda fainali ya siku ya leo. Mimi ni Braziliano kwa Mercido. Mpira uko pembeni hapa, faida ya OS City ndio anakwenda kunufaishwa kwa mpira wa Mazambi uliotendeka nambari 4. Amecheza mpira mkubwa sana hapa pembeni. Katikati ya uwanja ni kwamba hakuna mtu yoyote wa OS City. Kusha kuanzisha mpira mzuri umejibiwa kwa kichwa namba 80 kutoka Diwani hapo, moja kati ya wachezaji wazuri sana. Amecheza mpira mzuri kwa nambari 8 tena hatari katika lango la OS City. Anaanza save. Bwana. Ilikuwa ameucheza mpira mzuri sana hapa pembeni, lakini katikati ya uwanja wenyewe kwa wenyewe fundisha nambari 3 tena mali yuko nayo kipenga tena kwamba talent ipo. Mpira umekwisha kuanzishwa, mpira mkubwa kulisaka lango la fundisha na mali amepiga mpira tama ile, lakini namba 4 amezuia mipango yao na kuweka mpira mzuri hapa kumtafuta nambari 7. Namba 7 kwa 18 amepita, lakini amecheza ndivyo sivyo. Tafsiri mwamuzi ni kona ya pili ya mchezo. Faida kwa mwamuzi kimesikika. Wameweka mpira mzuri hapa pembeni, lakini umekataliwa na Hozi nambari 2. Walinzi wa Fundisha FC wako vizuri sana. Imejibiwa mtu hapa, tafsiri ya mwamuzi kwamba mpira ni wa kurushwa kuelekea lango la OS City. Na Hoza ambapo amevalia Hozi nambari 17. Bila shaka ni Pera amekwisha kuanzisha mpira mzuri, amekataliwa. Imewekwa tena mali pembeni hapa, hatari katika lango la School. Lakini mlinzi namba 2 ameuondoa mpira kwenye hatari wenyewe. Mpira wa kurushwa faida ya OS City. Wameanzisha mpira, pasi nzuri hapa, amechachafia wa kwanza, wa pili kubabatiza, amepiga mpira ndivyo sivyo, vipimo vyake ni kama vilikwenda ndivyo sivyo hapo kwenye lango la School B. Inaitwa School B. Yupi atakayeondoka na taji la siku ya leo kwenye Academy za Nyarugusu? Bila shaka ni kwamba wote wawili wanastahili kwa hicho anachokionyesha hapa. Mpira mkubwa katikati ya uwanja, wa kwanza ni School de Ballon na wa pili OS City namba 4. Tayari imejibiwa ndivyo ilivyokuja mpira na kurudishwa kule kule ilipotoka. Mali katikati ya mpira nambari 10 fundi wa kandana amechachafia wa kwanza na kumdanganya. Lakini goli lake la kushoto imekuwa ni kama sumu katikati ya uwanja na wapita kama msumeno. Ni fundi huyo namba 8 mgongoni. Anacheza kama Unai kutoka Morocco. Imewekwa tena mali nzuri sana pembeni. Mpira uko juu. Umejibiwa tena pembeni. Hatari katika lango la OS City, lakini mlinzi nambari 4 mgongoni ameweka mali wapi? Amecheza hapo kwenye 18. Imejibiwa kwa kichwa, lakini mpira ulikuwa si hatari kama jinsi tunavyotaraji. Tena mpira mali tena wanayo. Imewekwa mmoja kati ya mali vizuri sana hapa pembeni. Mlinzi nambari 2 mgongoni ameona sio, unaweza kusema kwamba ni finali ya kibabe. Ameinua mpira mkubwa hapa pembeni, anacheza wapi? Ameweka mali hapo pembeni kwa nambari 10. Kitaka ya butamu sana, imewekwa tena mali namba 2, amezuia mipango ya Fundisha FC. Ni kwamba imewekwa tena hapa pembeni, imejibiwa kwa kichwa katikati ya uwanja namba 80 mgongoni, lakini ametendewa madhambi na Hoza akiwa chini hapa akizidi kuungulia maumivu nambari 10 kutoka OS City. Bila shaka huyo anaitwa Debrin Demule, huyu anaitwa Debrin nambari 4 mgongoni. Anacheza mipira yote mikubwa, ameweka kwenye 18 kulisaka lango la Fundisha FC, lakini amekosekana mtu wa kucheza, pengine hata kichwa kadogo. Imewekwa tena kwake nambari 7 kutoka Fundisha FC, lakini amekusha kwenda ndivyo sivyo. Mpira ni kurushwa faida kwa OS City, na wamekusha kuanzisha mpira mzuri pembeni, lakini mpira umebabatiza, wameponya tena mali, wamekosa. Wa kwanza ni yeye tena OS City, na wa pili namba 80 amechachafia mali vizuri na kuweka pembeni hapa. Gusa nipe nikupe, ya kwanza ya pili. Ni kwamba wamejaa kwenye mfumo Fundisha. Fantastic pass. Hii hapa ndo Academy bro. Unaweza kupongeza hicho ambacho kilikwenda kufanyika hapa. Ni kwamba Fundisha alikuwa amekusha kuja kwenye mfumo, imeweka mali tena pembeni, imejibiwa na Nahoza nambari 3, lakini amecheza ndivyo sivyo. Tackle nzuri sana, imejibiwa na kumwaga maji hapo pembeni. What a cross nzuri sana kwa golikipa. Unaweza kumpongeza golikipa wa OS City kwa jihada ambazo amekwenda kuzifanya. Save ya pili ya mchezo ambapo
golikipa naye alikuwa makini. Mpira umekwisha kuanzishwa tena pembeni, faida ya Fundisha FC. Fundisha amejibiwa kwa kichwa pembeni hapo, ni lakini golikipa amesimama imara. Bayola kwa mara nyingine tena ameweka mpira mkubwa kulisaka lango la Fundisha, hatari katika lango la Fundisha, hatari. What of believe! Ile limepita pitaje bro? Akiwa mtu chini hapa ni kwamba Mahmoud alikwenda nyuma na kupuliza kipenga chake kuashiria kwamba mpira uchezwa. Ameweka mpira mzuri sana pembeni, anaanza save nzuri kutoka kwake Jamie Doko. Ana save vizuri sana akiwa na timu yake ya Fundisha FC, lakini ni kona ambapo ni kona ya 5 ya mchezo, faida kwa ON City ambapo wamekwisha kucheza kona 2 na hii hapa ni kona ya pili kwa upande wa ON City. Nyuma ya mpira tuone kuna nani amecheza zile ambazo zinaitwa kona ndogo, lakini mpira bado wako na mahali amechachafia mtu. Mpira ni wa kurusha tena kuelekeza lango la Fundisha FC. Wameanzisha mpira mzuri hapa pembeni tena kwa nambari 10 amechupa hapo kwenye 18, lakini amebabatiza na kukosa mtu, ni kama amepishana na gari la mshahara hivi. Namba 7 ameweka mali pembeni kumtafuta nambari 9 na nambari 3. Namba 3 amemzidi ujanja na kuweka mpira pembeni, faida kwa timu ya ON City. Ameanzisha mpira mzuri sana kumtafuta lango la Fundisha FC, namba 8 mgongoni na mali amejibiwa tena pembeni hapa. Mali yuko pembeni, lakini katikati ya kiwanja ni kwamba wameupoka mpira, ni wa kurushwa kuelekea lango la Fundisha, lakini mali ni faida kwa ON City. Wameanzisha mpira fast hapa pembeni kwa nambari 7, lakini pale vizuri, lakini hamna mtu. Beki amesema kwamba hapapiti mtu. Captain amesema hapa hapapiti mtu hapa. Nimepewa kitambaa kwa ajili ya kazi na ni lazima nionyeshe kazi. Captain wa timu ya Fundisha, jezi namba 17, jamaa kaotea, lakini mwamuzi hajaona. Jamaa tayari alikuwa amekwisha kwenda kotea. Jezi namba 7 wa timu ya Fundisha, jamaa alikuwa amekwisha kwenda kotea. Yako alikuwa amekwisha kwenda kotea. Mwamuzi amekwenda kumuona na kusema bwana, uko mwizi wa muda mrefu. Uko mwizi wa muda mrefu Yako. Mwamuzi amesema umekwenda kotea. Mpira leo unapigwa kuelekeza katika lango la timu ya Fundisha. Cheza pale Zabu imeangukia ndani. Pia mbele anakwenda kokoa. Mesema ile uliniangusha wapi? Mpira ni Zabu. Zabu ya moto. Anaangalia mpira ni pale namba 10. Fundisha anajaribu kutakata. Fundisha anajaribu kutakata. Wapi? Mabeki wanasema papiti mtu. Twende jezi namba 3 ON City. Amepiga mwingi ule mpira. Umekwenda ndivyo sivyo. Jaribu kokoa. Lakini mpira umetoka nje. Ngoja tuangalie. Kona ile. Kona ile inakwenda kupigwa na mchezaji jezi namba ngapi? Kona ile. Pigwa pale. Kiwa lakini wapi? Mpira umekwenda mwingi. Nafikiria kwamba ON City wanapata sehemu nyeti lakini wanashindwa kwenda kuzitumia. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum kwa siku nyingine tena, sauti ya Braziliano kwa Meosito. Karibu katika kipindi cha pili, kipindi cha lala salama. Atakayefanya mistake ni kwamba siku ya leo atakwenda kuondolewa kwenye mashindano. Hii hapa ni final, na bila kusahau hii ni MBL Online TV, ndio utakwenda kupata matokeo yote ya academy ndani ya camp. Asante sana, tukutane katika kipindi hichi cha lala salama kabisa. Ngoja kwanza niache microphone kwa mtangazaji nambari 1 ambapo anakwenda kupeperusha matokeo yote live bila chenga kwenye screen yako ya simu. Asante sana, tukutane katika dakika 45 za kipindi cha pili kabisa. Asante sana. Cheza pale, mpira umepigwa mara moja tu. Mpira umepigwa mara moja na kuweza kwenda kufikia goalkeeper timu ya ON City. Cheza mpira pale. Cheza vizuri sana pale.
kwenda kumpa mwili jezi namba 7 wa City, namba 10 pale anacheza pale, acha namba 9 jaribu kwa pale, cheza vizuri pale, lakini mabeki wa timu ya Fundisha wanasema hapapiti mtu. Cheza pale jezi namba 4 wa City, jaribu katikati mwa uwanja, zuia pale jezi namba 11 Fundisha, piga pale mwingi, kwenda ndivyo sivyo, kwenda kurudisha tena katikati mwa uwanja, unarudisha kwa kichwa, jezi namba 7 jamaa anaweka tendi wa City, cheza vizuri, mpira umetoka, mpira umekwenda mwingi, na kwa goal kick, narushwa kuelekea katika lango la timu ya City, tayari umerushwa tayari katika lango, cheza pale, tayari pale, cheza pale, lakini mpira umekwenda juu kweli kweli. Walikwenda kuwapiga de ballon na kuweza kwenda kuingia fainali, lakini ndio hivyo tena. Jezi namba 3 Fundisha, cheza pale, naangalia mpira ni pale City, beki Kisiki anakwenda kurudisha Fundisha, cheza pale, safi sana katikati mwa uwanja, hamna mtu, cheza pale mwingi, cheza pale, anakwenda kumpiga ubuyu, sema nimefuata kazi, cheza pale captain Fundisha, cheza ndivyo sivyo, cheki pale, cheza mpira mzuri sana pale, captain wa Fundisha amekwenda kuchezea mazambi, jezi namba 17 mgongoni, jamaa amekwenda kuchezea wa City. Ni kujuza tu kwamba dakika ya pili imekwisha kwenda kukatika kipindi cha pili, mpaka sasa timu zote milango haijafunguka. City 0, alikadhalika Fundisha 0. Kipindi tunaingia kuna kwa hatua ya matuta, cheza pale katikati mwa uwanja, piga karongo nzuri sana pale, unaona nani pale, cheza vizuri, mpira umetoka, jezi namba 2 mgongoni, Kelvin amekwenda kutoa, mwamuzi amekwenda kupuliza kipenga na kusema kwamba rushwa kuelekeza katika lango la timu ya Fundisha, kwenda kurushwa tayari, vijana amekwenda kuchangamuka, lakini mwamuzi amesema bwana, umekwenda kumuumiza mwenzako, nakwenda kutengwa pale, free kick ile inakwenda kupigwa, jezi namba 3 mgongoni wa timu ya City, piga pale, piga pale kwa kichwa, nakwenda kukolewa, safi sana, nakwenda kurudishwa katikati mwa uwanja, anaangalia mpinani, cheza pale kwa kichwa, Fundisha bado wanaonekana kutakata, angalau takriban dakika 3 zimekwisha kwenda kukatika, mpira limetoka. Rubeni, huoni kwamba pale nani angelaumiwa? Kwamba golikipa pale amefanya mistake kwa kuweza kwamba kupitisha mpira, ni kwamba angetakiwa ushike moja kwa moja. Nafikiria kwamba nimeangalia kocha amekwenda kumwangalia kwa jicho la 3. Huoni kwamba inaweza kumgharimu kesho? Kwamba tuko kwenye finali, ni kwamba one mistake one bao. Kwa hiyo kwamba akiendelea vile, naamini kwamba kocha atamtoa nje, kwa sababu imani imepungua. Hiyo ni kweli, mpira unaendelea. Shukrani sana Ruben Makonda kwa uchambuzi wako. Nakwenda kurusha Fundisha, jezi namba 14, cheza pale, kwenda kutuliza mpira kwa kifua, fresh sana, kwenda kucheza mazambi. Kocha toa ongeze nidhamu. Shukrani sana mchambuzi wa soka, amesema kwamba kocha lazima aongeze nidhamu kwa wachezaji wake wa Fundisha. Ile kumzonga mwamuzi sio vizuri, pigwa pale, kwenda kwa kolewa, cheza hapa ndani pale, kijana cheza pale namba 7, lakini imekwenda ndivyo sivyo. Mwamuzi amesema tayari amekwisha kwenda kuotea kijana wa City, Atonda, jezi namba 7 mgongoni, alikwenda kuotea. Mwamuzi amekwenda kukuona bwana, wewe ni mwizi, nakwenda kuibia, piga pale, cheza pale, jezi namba 11 Fundisha, piga pale, mpira umekwenda nje, hatari katika lango la timu ya Fundisha, cheza pale, hatari katika lango la timu ya City, mpira unakwenda hapa, Ruben Makonda, Fundisha anakwenda kujipatia bao la kwanza. Kaka mchambuzi wa soka, na lipi la kuzungumzia bao hili kwa vijana wa Fundisha?
Una lipi la kuzungumzia kuhusiana na bao hili? Ni bao ambalo limeliza wengi na kufurahisha walio wengi pia. Ni kwamba tukiangalia kwenye safu la ulinzi. Okay, shukrani sana. Ebane, tayari fundisha bao moja. ONCT hawajapata kitu. Finali kunako viwanja vya CDH. Timu zote mbili ni academy. Mpira unakwenda kurushwa, vijana wa ONCT wanakwenda kuchangamuka. Wenda wanaweza wakagomoa bao. Ngoja tuangalie. Mashambulizi yanakwenda kupunguka kwa upande wa fundisha na ONCT wanakwenda kuangalia namna gani vipi. Mpira unapigwa pale. Captain timu ya fundisha jezi namba 17. Chezo Mazambi, mwamuzi anasema twende kazi. Nachukua pale, jaribu kupiga chenga nzuri sana pale, lakini mpira umemzidia. Anakwenda kushikwa. Faraja amekwenda kumchezea mwenzake Mazambi jezi namba 14 mgongoni. Faraja amekwenda kumchezea mwenzake Mazambi. Amekwenda kumchezea kijana Atonda jezi namba 7 mgongoni. ONCT nani atakwenda kupiga jezi namba 6 mgongoni? Jezi namba 6 mgongoni anakwenda kupiga mpira ule pale ONCT. Ngoja tuangalie. Jezi namba 6 ONCT anakwenda kupiga mpira ule pale. Kwenda kurudi nyuma jamaa. Kafero zimejaa. Zinapumua kwa kweli. Jamaa anapiga mpira ule pale. Piga kuna mwamba. Piga kwa kichwa. Piga pale unakwenda kuokolewa. Hatari kwa kweli. Kijana Ibrahimu namba 6 mgongoni. Alikuwa anacheza vizuri sana. Cheza pale, hatari katika lango la timu ya fundisha. Hatari pale, vijana wa ONCT wanakwenda kutakata. Narudisha pale. Cheza pale katikati mwa uwanja, hamna mtu. Kwenda kurudishwa pale. ONCT wanakwenda kutakata. Hatari pale. Kwa ni goal kiki. Cheza pale. Nakwenda kurusha mara moja, kijana Atonda amekwenda kuchezwa Mazambi. Jezi namba 7. Kijana Atonda. Kijana Ibrahim anakwenda kurudi nyuma, jezi namba 6 mgongoni. Mwamuzi amemwambia subiri kipenga. Kijana Ibrahim. Chonga pale kwa mara nyingine. Cheza pale, piga pale Ibrahim. Anakwenda kutapika. Hatari katika lango la timu ya fundisha. Anakwenda kuokolewa pale. Mpira umekwenda. Hatari ya ONCT. Mpira umekwenda kuokolewa. Kijana Ibrahimu alikuwa mchonga vizuri, jezi namba 6 mgongoni Ibrahimu, lakini goalkeeper amesema yuko makini. Mpira ni mzuri, kwenda kupigwa pale, kisha kwa kichwa pale, cheza pale, na kwa goal kick ile mpira umekwenda kutoka kuzuria. Hawajafika elfu nne, ila naona wanaweza wakawa kama 2,000 na nusu hivi, lakini ngoja tuangalie. Mpira unaendelea, narudisho pale, tayari pale wanashoka kichwa katikati mwa uwanja. Cheza pale captain fundisha, angalia penani pale ONCT 18 namba 18, cheza ndivyo sivyo. Mwamuzi amesema amekwenda kumchezea mwenzako Mazambi, amekwenda kuchezewa Mazambi, kijana ambaye anavalia jezi namba 2 mgongoni. Kelvin amekwenda kuchezewa Mazambi. Mwamuzi puliza kipenga, pigo pale, beki kisiki amekwenda kupiga kona ile kwa faida timu ya ONCT. Kona ile, ngoja tuangalie. Kelvin anakwenda kuchonga, kijana mdogo kweli kuliko wote, cheza vizuri sana pale. Bebeto amejaribu kucheza, cheza ndivyo sivyo. Bebeto, mpira umekwenda pembezoni mwa uwanja, narudisha kwa kichwa pale katikati mwa uwanja. Cheza pale, vijana wa ONCT wanaangalia namna gani watakwenda kugomboa bao. Chukua pale jezi namba 2 Kelvin, cheza vizuri pale, lakini amecheza ndivyo sivyo. Chukua pale beki kisiki, jezi namba 4, cheza ndivyo sivyo, tayari katika lango la timu ya ONCT. Cheza pale, anakwenda kuokoa beki namba 3 mgongoni wa ONCT. Jamaa amekwenda kuokoa, safi sana kweli, kijana Françoise. Kijana Françoise amekwenda kuokoa, amesema bora lawama kuliko aibu. Cheza pale.
kazi. Cheza vizuri. Tari pale kijana Tos. Jamaa kijana Tonda alikuwa amekwisha kujiandaa vya kutosha, lakini mpira umekwenda ndivyo sivyo. Narusha pale, nishoka kichwa pale, hatari katika lango la timu ya Fundisha. Mpira umetoka nje, inakuwa ni kona, itachongwa kuelekezwa katika lango la timu ya Fundisha. Kumbuka matokeo ni 1-0 Fundisha. Ngoja tuangalie, cheza pale, piga pale, golikipa kwenda kutapiga, lakini amekwenda kudaka. Safi sana golikipa timu ya Fundisha Freddy amekwenda kuonyesha viwango vya kutosha. Tayari Bayole amekwenda kupiga mwingiza, piga pale kijana Tonda amekwenda kunawa, amekwenda kupiga mpira ule pale. Simba John mpira umekwenda vizuri, mpira umetoka kwa goal kick. Kijana Kisimba alikuwa ameuchonga vizuri sana, mpira ule utarushwa kuelekeza katika lango la timu ya ON City. Kijana jezi namba 3 mgongoni Fundisha katika lango la timu ya Fundisha. Cheza pale katikati mwa uwanja, angalia mpirani, cheza pale vizuri. Fundisha anajaribu kumiliki mpira lakini hamna mtu. Kijana Kelvin jezi namba 2 chukua mpira pale, piga chenga nzuri sana pale, lakini haijaza matunda. Kwenda kupiga pale, inakuwa ni goal kick. Kwenda kurusha tayari ON City hawana muda wa kupoteza. Cheza pale, mpira ule pale, mpira ule pale, mpira ule pale, naruka kwa kichwa, naruka kwa kichwa pale, mpira umetoka. Goal kick ile inakwenda kurushwa kwa haraka haraka, hatari katika lango la timu ya Fundisha. Napigwa pale, kijana Tonda amejaribu lakini bado. Hatari. Hatari katika lango la timu ya Fundisha. Cheza pale. Niko hapa nje hapa. Cheza ndivyo sivyo. Jezi namba 12 amekwenda kuchezwa Mazambi ON City. Sikusikii vizuri, ya mwisho ya kipekee hapa uwanjani ambayo wanabidi waweze kwenda kuitumia vema. ON City kijana ambaye anavalia jezi namba 12 mgongoni pale, mpira choka pale, piga pale, mpira umekwenda juu, amekwenda kungua embe. Ngoja tuangalie wachezaji wa malalama ON City kwamba jamaa amekwenda kugusa, lakini mshika kibendera amesema bwana, mimi nimeona natumia soja sana, mechi yangu yanakaza. Ile mpira sio kona, chongwa pale, napiga kuelekeza katika lango la timu ya ON City. Cheza pale vizuri, narudishwa pale pembezoni mwa uwanja. Kijana Tonda jezi namba 7, cheza pale, unarudishwa kwa kichwa. Safi sana vijana wafundisha, hatari. Jezi namba 10 ndio imekwenda kuonekana. Bila shaka kabisa inafaa na inatakiwa ikuwe kama na hivi. Vijana wa ON City walikwenda kutafuta penalty kama na hii na imeonekana. Mwamuzi mwenda pole nyuma penalty ameshikilia ON City, ambapo pengine inaweza kuleta mabadiliko ya mimi na wewe kwenda kushuhudia manati. Kama mchezo utaendelea kubaki kama hivi, ni kwamba tunaweza tukashuhudia manati ya penalty, lakini bila shaka ni kwamba fainali imekwisha kufanana kama jinsi tulivyokuwa kuiangalia. Bonge la penalty faida ON City, na bila shaka mwamuzi atakwenda kukutana na nani yanashikiliwa katika zile dakika 4 za kufidia kukamilisha dakika 45 za kipindi cha lala salama. ON City wanakwenda kunufaika kwa mkajo wa penalty, ambapo wamekwisha kuwa nyuma ya bao moja mpaka sasa hivi. Pilato wa mchezo kama unavyoendelea kumuita kwamba Mwenda Pole ndio Pilato wa mchezo na tayari kaishafanya kazi yake. Kwa hiyo ni swala tu la kutii na kutekeleza kile ambacho alichokiamua. Okay, shukrani sana Ruben Makonda. Peni ile inakwenda kuchongwa. Mwamuzi tayari anakwenda kuambia mchezaji umekwenda kunawa ndani ya box. Anakwenda kuwarudisha. Fundisha BFC ni kwamba anakwenda kumpatia pressure ya hali ya juu kwa mwamuzi Mwenda Pole, lakini Mwenda Pole naye anasimama imara, anaonyesha rank yake ya kwanza kabisa,
mambo kama na haya amekwisha kuyazoea kwenye timu za kasi kama Alama Huzo, kama timu zingine Bilombe kadhalika na Baraka Mosa, ndio timu ambazo pengine wanawapa waamuzi pressure ya hali ya juu. ONCT nafasi nzuri sana kwa ajili ya kwenda kucheza penalty. Amepewa uzi nambari 9 mgongoni na bila shaka Alvaro nyuma. Alvaro anakwenda kucheza, amepewa ufunguo kwenda kufungua. Wow! Anaweza safu kamba. Zimekamilika. Safari ya ONCT ni kwamba alikwenda kucheza penalty. Niangalia bonge la vibe ambalo limejitokeza kwenye academy. Furaha sio kuona kifani. Ni bao moja kwa moja. Nafundisha FC wakizidi kumpa mwamuzi pressure ya hali ya juu. Na hii hapa inaweza kuonyesha kiasi kwamba michezo ya Nyarugusu inazidi kubadilika kabisa. Inaonyesha hali ya juu kabisa. Ushangiliaji umekwisha kuonekana kama timu za academy kwamba wana mashabiki kiasi hiki. Hii ni ONCT, sio Bilombe wala Febe Espoir, sio maana kali. Ina kila sababu ya kuitwa finali, ina kila sababu ya kuheshimika, ina kila sababu ya kumpongeza kila mmoja ambaye alikwenda kuonekana kwenye mashindano hii ya academy Nyarugusu. Finali ile kama imekwisha kuonekana na mchezo mwingine wakati mwamuzi kama amefuatwa na kundi la watu hivi. Nyarugusu mambo kama na haya hayawezi yakabaki nyuma. Mwenda pole katika kuamua finali za daraja la pili. Mwenda pole aliwapa faida na ilionekana kabisa ni penalty. Iangalie vyema hapo kwenye screen yako ya simu. Anakwenda kuleta maandamano makubwa kwenye uwanja. Watu wafundisha kutoka hapo ile ya tatu ni kwamba wamemwandamana mwamuzi na bila shaka kila mmoja anatakiwa kuwa salama kabisa. Mwenda pole akizidi kupewa pressure ya hali ya juu. Mchezo ukimaanisha kwamba hujaisha, mchezo hujaisha. Watu wanasema kwamba mchezo unatakiwa kuisha salama. Ulianza salama na unatakiwa kuisha salama. Na mwamuzi naye amekwisha kuonekana hapa. Na hii hapa ni timu ile inafundisha FC. Wanadai kusema haki haijatendeka. Nikija hapo, angalia video hiyo kwenye marudilio ya simu. Angalia tu video kwenye marudilio ya simu. Wababa wazima wametoka fundisha FC wakizidi kuleta panic zao na hisia zao za dhati kuonekana kwamba hawajatendewa haki. Lakini unaweza ukaangalia kwenye marudilio ya video hiyo kuhusiana na jinsi walivyokwenda kusababisha penalty na jinsi alivyokwenda kucheza penalty, unaweza ukampa kabisa asilimia nyingi sana kwa mwamuzi Mwenda Pole, ambapo alikwenda kuonekana hana pressure na mchezo wake umesimamia imara kabisa. Ni kwamba mpira upo kati mzani mpaka sasa hivi umekwenda kusoma ONCT bao moja na Fundisha FC bao moja kabisa, na bila shaka pongezi kwake golikipa Bayole ambapo amekwisha kutengeneza ulinzi kwenye lango la ONCT, na bila shaka kwenye upande wa Dorko ambapo ndiye golikipa wa timu hii ya Fundisha FC. Na bila shaka hii hapa mpira umekwisha kuonekana kuwekwa kadi, ambapo ni kadi nzuri sana kwa upande na namna moja ama nyingine. Asante sana. Tuna kushuhudia kwenye matokeo kama na haya ni kwamba tunaweza tukafika kwenye manati ya penalty au vipi? Hapa kutakuwa na kile ambacho tunasema kwamba ni dakika zingine za ziada ambazo zinaweza zikafanyika. Ni moja kwa moja matuta. Asante. Bye bye. Tukutane katika vipindi vingine. Ni wa moja Fundisha FC zidi ya ONCT. Mali iko pembeni, faida kwa timu ya Fundisho. Bila shaka wamekwisha kuanzisha mpira fast hapa, wamejibu tena kwa kichwa, faida kwa timu ya ONCT. Mpaka sasa hivi mzani umesoma ni bao moja kwa moja, lakini unaambiwa kwamba hii hapa ni fainali ya Academy Nyarugusu, na kama una mtoto wako unaweza kutembelea kwenye kurasa wa Karimu ambapo ndiye msimamizi wa michuano hii ya Academy. Wameanzisha mpira mzuri hapa kwa saka lango, zimekamilika zile dakika 90 za mchezo, bao ni moja, na bila shaka tutakwenda moja kwa moja kwenye matuta au manati. Hii ni sauti ya Braziliano kwa Mercedes, tangazaji lako na muda wote ndani ya kempo. Tukutane katika vipindi vya mapenalty. Bye bye. Ulikuwa na mimi muda wote.